pia Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda inaendelea na jitihada za kuandaa sheria inayohusiana na maendeleo ya sekta binafsi Zanzibar. Ni imani yangu kwa sheria hii itaiwezesha sekta binafsi kufanya kazi zao kwa ufanisi mkubwa, ikiwemo kuimarisha uongozi wa sekta binafsi na kuhakikisha kuwa biashara Zanzibar zinafanyika katika mazingira rafiki zaidi yanayoendana na viwango vya kimataifa. ZNCC inapaswa kuwashajiisha wafanyabiashara wote, wanachama na wasiokuwa wanachama wote kwa pamoja kuhakikisha wanaendesha shughuli zao kwa kuzingatia maadili na kufuata sheria na taratibu za nchi yetu. Hii itaongeza kiwango cha kuaminiana baina ya serikali na sekta binafsi na pia kuongeza kasi ya kuvutia uwekezaji sasa. Pamoja na kazi kubwa na nzuri ambayo mmeifanya ya kushajihisha wafanyabiashara kulipa kodi kwa hiari na kwa wakati, serikali bado ina matumaini makubwa na jumuiya hii katika kuendeleza jitihada hizo. Tunaamini kuwa wafanyabiashara ni wasikivu na wanasikiliza zaidi kauli za viongozi wao. Hivyo endeleeni kuwashajihisha kuwajibika kulipa kodi na kwa wakati, ili tuweze kuongeza mapato katika nchi yetu na kuendeleza miundombinu ya maendeleo na huduma za jamii, ikiwemo maji safi na salama, elimu, afya na mengineyo. Sote tumeshuhudia katika kipindi cha hivi karibuni kumekuwa na fursa kadhaa katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Miradi hii inatoa fursa kwa wafanyabiashara kutanua wigo wa biashara zao ili ziwe bidhaa au huduma, hasa katika sekta za utalii, makazi, usafirishaji, kilimo na viwanda vidogo na vya kati. Niwaombe wafanyabiashara wetu kuchangamkia fursa hizi ili kuhakikisha miradi hii inakuwa na tija kwa wazawa tangu mwanzoni mwa utekelezaji wake mpaka inapokamilika na kuanza kutoa huduma. Mheshimiwa, sisi Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kama wizara wezeshi ya biashara, panapofanyika au panapokuwa na ufanisi kwenye miundombinu ya biashara, nasema trade infrastructure, ikiwemo bandari, basi sisi ni wanufaika wakubwa. Nasema ni wanufaika kwa sababu biashara zinakwenda vizuri. Sisi ni wadau wakubwa wa bandari na tumshukuru sana mkurugenzi mkuu wa bandari kwa namna ambavyo ameeleza mipango ya bandari ilivyo, na fursa hii pia kumshukuru Mheshimiwa Rais, nikiamini kwamba mipango hii itatekelezwa, na ikitekelezwa basi Zanzibar kama nchi ya kisiwa ambayo bandari ni kiungo muhimu sana katika ukuzaji wa uchumi, basi tutafanikiwa kibiashara na kiuchumi pia na uwekezaji. Hapa wako wafanyabiashara Mheshimiwa, lakini kundi moja ambalo halijawakilishwa hapa, ingawa limesemewa, nimesikia, ni wenye viwanda ambao mimi pia nawalea. Mheshimiwa, wenye viwanda, panapokuwa na inefficiency kwenye bandari, uingiaji wa malighafi ukiwa si wa uhakika, basi nguvu ya ukuaji wa viwanda itazorota. Kwa hiyo hii mipango ambayo wenzetu wa bandari wanayo, Wizara ya Mawasiliano na Uchukuzi, ninaamini ikienda sawa, sio tu itakuza ufanisi wa bandari, lakini itachochea ukuaji wa viwanda, lakini na ukuzaji pia wa biashara. Kwa katika vitengo hivi tunafanya kazi kwa kikubwa zaidi na serikali upande mmoja na upande mwingine private sector. Kwa upande wa serikali, kikubwa tunachofanya ni tunasaidia serikali kujenga miundombinu mbalimbali ambayo ni wezeshi na iko trade resilient. Pia tunasaidia serikali hasa kwenye zile wizara ambazo zinajihusisha moja kwa moja na utoaji wa either VAT au certificates zote ambazo zinasaidia export, kuendeleza mifumo yao kisha kwa kwenye biashara wanapata vibali husika kwa muda mfupi. Na pia kunakuwa na dialogue na serikali kisha kwamba wanapata changamoto ambazo private sector wanakutana nazo na pia namna gani ya kuzitatua. Kwa fursa hii kushukuru serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa jitihada iliyofanya ya kuanzisha ile hati ya maboresho ya bandari, Zanzibar Port Improvement Charter, ambayo imezalisha
Zanzibar Improvement Committee. Sasa kwa sababu haya mambo yaliyozungumzwa hapa ni muhimu, nipende kumwomba mkurugenzi mkuu wa bandari kwa kuwa haya yachukuliwe yapelekwe kwenye Zanzibar PIC, na kwa sababu hiyo nikuombe mheshimiwa, kama itakupendeza, baada ya kufanyiwa kazi katika PIC wakuletee ili uweze kuyafuatilia kwa karibu na tuweze kupata matokeo chanya katika masuala mazima ya hii shughuli ambayo imezungumzwa hapa leo.